Baada ya tangazo la kifo cha Ali Larijani, Iran ilifanya mashambulizi makali dhidi ya Israel na mataifa mengine katika Ghuba ambapo kuna maslahi ya Wamarekani. Hata hivyo, mashambulizi yaliyofanywa na Iran wakati huu ni mashambulizi ya kulipa kisasi, mashambulizi ambayo jeshi la Israel limetangaza watu wawili wameuawa na wengine wengi kujeruhiwa kutokana na mashambulizi makali yaliyoanzishwa na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kupitia jeshi lake la IRGC. Polisi wa eneo hilo wamesema watu wawili wameuawa wakati wa mashambulizi ya makombora ya Iran ambayo yamepiga maeneo kadhaa karibu na Tel Aviv na katikati mwa taifa la Israel. Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kupitia majeshi yake ya IRGC yamefanya mashambulizi makubwa katikati mwa Israel, lakini pia huko Tel Aviv. Wahudumu wa dharura wa Magen David Adom wameeleza taarifa yao wakisema kwamba waliona moshi ukipanda kutoka katika jengo na uharibifu mkubwa wa vioo vilivyopasuka. Waliambia shirika la habari la AFP, tuliona majeruhi wawili wakiwa wamepoteza fahamu, wakiwa hawana mapigo ya moyo na hawapumui, wakiwa na majeruhi mabaya kwenye miili yao, wanaongeza. Hata hivyo, madaktari baadaye walithibitisha vifo vya mwanamume mmoja na mwanamke wakiwa na majeruhi mabaya na vipande huko Ramat Gan, mashariki mwa Tel Aviv. Aidha, Iran imesema kwamba wao kazi yao wakati huu ni kulipiza kisasi kutokana na vifo vya wote waliouawa kutokana na mashambulizi ya Israel pamoja na Marekani huko katika taifa la Kiyahudi, lakini pia na maeneo yote ambayo yana maslahi ya Marekani. Katika eneo la Bnei Brak, timu ya MDA kwa maana ya Magen David Adom, ambao pia ni watoaji wa huduma za dharura wakati huu wa vita, pia zilimtibu mwanamume aliyekuwa katika hali ya upole na majeraha ya vipande kwenye mkono wake, ambaye baadaye alipelekwa hospitalini kwa ajili ya matibabu zaidi kutokana na mashambulizi hayo yaliyofanywa na Iran. Mashirika ya habari yanaripoti mashambulizi mapya katika maeneo mbalimbali, ikiwa ni pamoja na jumba la ubalozi wa Marekani katika mji mkuu wa Iraq. Ni mashambulizi makubwa yanayofanywa na Iran kupitia jeshi lake la IRGC. Shirika la habari la AFP na Reuters yameripoti milipuko asubuhi ya leo saa za huko. Mashirika hayo yalitaja vyanzo vya usalama na waandishi wa habari wa AFP mjini humo walisikia milipuko karibu na ubalozi huo ulio katika eneo lenye ngome nyingi la Green Zone, nyumbani kwa balozi nyingi na mashirika ya kimataifa. Kambi ya jeshi la Marekani imeshambuliwa pia mara kadhaa tangu kuanza kwa vita hivyo na bado inaendelea kushambuliwa wakati huu katika kile ambacho Iran imesema ni kulipa kisasi, huku ikishirikiana na makundi washirika ambayo yameidhinishwa kuwa ni makundi ya kigaidi ambayo Marekani na Israel na watu wa magharibi wanayaona hivyo. Kadhalika huko Saudi Arabia na Kuwait kumeripotiwa mashambulizi ya ndege zisizokuwa na rubani pamoja na makombora mazito kutoka nchini Iran. Saudi Arabia, Kuwait zote zimekumbwa na mashambulizi ya ndege hizo zisizokuwa na rubani pamoja na makombora. Wizara ya Ulinzi ya Saudi Arabia imesema imenasa na kuharibu ndege 6 zisizokuwa na rubani mashariki mwa nchi hiyo, na wakati huo jeshi la Kuwait limesema ulinzi wao wa anga unajibu matishio mabaya ya makombora na drone na kuwataka umma kufuata maagizo ya usalama zaidi. Ongeza kuwa milipuko yoyote ambayo inaweza kusikika ni matokeo ya mifumo ya ulinzi wa anga kuzuia mashambulizi hayo. Kwa hivyo wakati huu hali katika eneo hilo la Mashariki ya Kati inazidi kuwa mbaya zaidi siku hadi siku kutokana na namna ambavyo kila upande umekuwa ukifanya mashambulizi katika upande wa pili. Lakini kubwa wakati huu ambalo limewashtua wa Iran ni juu ya kifo cha Ali Larijani, mkuu wa Baraza la Usalama la Iran, ambaye ameuawa kutokana na mashambulizi yaliyofanywa na Israel. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu.